الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم سلمنا ونجنا من النار يا رب العالمين. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال رسول صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية أو كما قال رسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Wapenzi wa Islam, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani kiongozi wetu nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhi bashara, yule ambaye kwamba alitupa bishara njema, wa andhara, na katuonya na yale maasiya ambayo kibinadamu tuyafanya kila siku, hata atahu yaqin, mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamfikishia maisha yake akafika mwisho, akasema Allahumma, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ishhad, shuhudia kwamba nimefikisha ujumbe ambao kwamba ulinipa, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Wapenzi wa Islam, hii ni siku tukufu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametunadia, ametuita, akatuambia ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillah. Basi enyi ambao mmeamini, basi mnapoandiwa kwa ajili ya swala ya Ijumaa, nendeni haraka. Hauna, ndivyo ndugu zangu Waislamu, tumefika katika nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuitikia mwito wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na siku hii ni siku tukufu mno ambao kwamba yafaa yule ambaye umeitwa katika mwito ambao kwamba umeitwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, at least upate faida kutokana na jambo au ukumbusho utokao katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maneno ya salaf na salih waja wema ambao kwamba wamepita. Ndugu zangu Waislamu, ndugu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwamba katika Qur'an, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika hotuba yetu ya leo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamsamehe mja ambao kwamba anamfanyia ushirikina ama anazama katika ushirikina ama hamwahidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu Islam, tauhid au kumpekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, al-ifradu billah bil ibada, kumtakasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ibada, ni amri ambayo kwamba tumeamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, idhqal wama khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba wanadamu na majini isipokuwa lengo na shabaha kubwa ni kumwahidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumpekesha bila kuingia katika ushirikina. Ndugu Islam, shiriki imekuwa ni maradhi ambayo kwamba bado dawa yake haijapatikana. Madawa mengi shiriki katika watu wengi, kile wakipewa dawa zao mili zao zina resist au nafsi zao zina resist. Mja ambao kwamba pata mtu ambao kwamba yuwaswali, yuwafunga, yuaenda haji, yafanya mambo mengi kheri, lakini katika ushirikina humtoi. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala atuambia inna Allah, kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameanza na adati asl, yani hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la yaghfiru an yushraka bihi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamsamehi mja ambao kwamba anamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa yaghfiru ma duna dhalik, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humsamehe mja yasiyokuwa madhambi ya ushirikina. Shirki Allah Subhanahu wa Ta'ala hasamehi waja yule ambao kwamba atakayemshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fakad dhalla
Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atambia yeyote ambaye kwamba atamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, janna ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni haramu, hataingia janna. Hamna janna ambayo kwamba mmoja ataweza kuingia kama yeye ni mshirikina ama ubadul wathan ama anaabudu vitu ambavyo kwamba tusiokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waqala Nabii sallallahu alaihi wasallam, na mjumbe wa Allah nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam vile atuambia, ala unabikum bi akbar al-kaba'ir. Anauliza maswahaba, anauliza umma huu, je, nimweleze madhambi makubwa? Rasul sallallahu alaihi wasallam anauliza maswahaba wake, je, nimweleze madhambi makubwa, al-kaba'ir dhunub? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maswahaba akasema, bala ya Rasulullah, tuambie mtume wa Mwenyezi Mungu, rehema na amani zimwendee. Akasema, al-ishraku billah, al-ishraku billah, dhambi kubwa ambayo waja ambao kwamba hawatasamehewa, na ni katika mega sina ambao kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ameahidi kwamba watu wasamehe, ni mtu kurilai kwa chochote asiyokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa minan nas man ya'budu Allah ala harf. Allah Subhanahu wa Ta'ala atambia kuna baadhi ya watu wamwabudu Mwenyezi Mungu akiwa na shaka, yani hawako na imani kabisa, huku yuwaswali na huku anategemea mizimu, anategemea waganga, anategemea watazamiaji, anategemea mtu mwingine, ama anategemea madawa ya kiushirikina. Kwa hivyo ndugu Waislamu, hilo ni dhambi kubwa ambalo mja ikiwa nafsi itaondoka na bado yuko katika hali hiyo, hajatubia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataweza kumwadhibu. Ama katika hadithi al-Qudusi, maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia katika kinywa cha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sema kwamba ana aghna shuraka an shirk. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema, mimi niko mbali sana mwenye kushirikisha, yani siko karibu na yeye. Yule ambaye kwamba anayatempt mambo ya ushirikina akamtegemea si Allah Subhanahu wa Ta'ala, yule ambaye kwamba anayetegemea vitu makhluk, viumbe badala ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba mimi niko mbali sana na mja kama huyo, na nitamwachia shiriki na vile ambavyo kwamba anavyo vinasababisha navyo. Ndugu Waislamu, tuangalie hatari kubwa ambayo kwamba wanadamu walio Waislamu na wasiokuwa Waislamu wote wengi aktharuhum waingia katika madhambi haya, ima kwa kujua au wengine kutojua, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala itakuwa ni nadama, itakuwa ni hasrat wa nadama yaum al-Qiyama, itakuwa ni hasara kubwa na majuto makubwa ambayo mja huyo atapitia mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Shadda mihali na awliyaillah, jambo la kwanza ambalo kwamba waja ambao wanapata kuingia katika shirki, mtu kwenda kuzuru makaburi. Mtu anasema kwamba kuna kaburi la wali fulani sehemu fulani, mtu katika waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala anafunga kwamba anaenda kutembelea kaburi la mtu fulani, auliya min awliyaillah, kwa ajili kutabaruku kwake na kumwomba. Wallahi alazim, hiyo ni hasara kubwa, ni shirki akbar, ni shirki ambayo kwamba alladhi yakhruju sahibahu min alislam wa yartakaba dhanban kabira, ni dhambi ambayo kwamba ni shirki ambayo kwamba humtoa mtu ndani ya Uislamu na anapata dhambi kubwa, idha lam yatub kabla maut, ikiwa kweli hatatubia kabla ya malakul maut kuchukua moyo wake. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuambia, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum, wanadamu waabudu vitu ambavyo kwamba haviwezi kuwadhuru wala haviwezi kuwapa manufaa ya aina yoyote. Wa yaquluna haula shufa'auna, wanasema hao ni waombezi wetu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukimuuliza mbona umeenda kutembelea kaburi la shehe kuliomba, anasema mimi nimejikurubisha kwake kwa ajili aniombe kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi alazim, ni shirki kubwa ambayo kwamba watu wengi, baadhi ya watu wanaingia katika hali kama hizi ambao ni majuto siku ya Kiyama. Allah anatembea kule, atanabikuna Allah bima la ya'lam samawati wal ardh. Wanadamu mwatafuta nini ambao kwamba msimuelekea Mungu wa mbingu na ardhi, alladhi rafa'a sab'a samawati bighairi amalin tarawnaha, Mola ambao kwamba ameinua mbingu saba na ardhi saba
mbingu 7 na ardhi 7, Allah subhanahu wa ta'ala al-Khaliq kila shay, muumba wa kila kitu, mbona huwezi kumtegemea? Mbona huwezi kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Ni mimi na wewe na mwingine ambao kwamba tukifunga swala nasema inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hakika swala zangu na ibada yangu ya kuchinja na mambo mengi lillahi rabbil alamin. Lakini ikija katika matendo inakuwa ni opposite, mja anaenda kutabaruk kwa yale ambao kwamba kwa mizimu ama makaburi, wale ambao kwamba washakufa, wao wanataka dua zetu huku na sisi tuwaelekee kuwaomba, ambao ni shirki akbar, inamuelekeza mtu katika madhambi makubwa. Ndugu zangu Waislamu, ndugu Waislamu, dhambi nyingine ambayo kwamba ama hali nyingine ambayo watu wanaingia katika dhambi ya ushirikina ama katika shirki, alhalf bi ghairi Allah, mtu kuapa si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna baadhi ya watu ama binadamu waapia wanyama, akiwa labda anataka kusema uongo ama ukweli, anaapia wanyama, anaapia mawe, anaapia majina ya watu. Wallahi alhalfu bi ghairi Allah, man halafa bi ghairi Allah faqad ashraka. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia yeyote ambaye kwamba atakayeswea akaapa si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, atakuwa amefanya shirki, atakuwa amefanya shirki. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia ala inna Allaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum wa man kana khalifan falyahlif billahi au liyasmut. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia yeyote ambaye kwamba anataka kuapa basi asiape kwa baba yake, kwa mama yake, asiape kwa lolote ile, bali aape kwa jina la Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo yeyote ambaye kwamba atakayeapa anaapa si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama makafiri walikuwa wanasema wallata wa uzza wa manata, kama Qur'ani ilivyosema, walikuwa wanaapa kwa miungu zao, basi walikuwa katika lingi ya ule ushirikina, mpaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akawataja na akawaeleza ndani ya kitabu chake. Kwa hivyo al-khalfu bi ghairi Allah, kuapa si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni shirki kubwa ama ni miongoni mwa shirki ambao zitawatia watu motoni kama watatubia. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia jambo lingine ambalo kwamba vile vile pia linaingiza waja katika shiriki ni kwamba ta'aliqu tamaim. Ta'aliqu tamaim jamu tamim wa hiya hirzatu kana al-arab yaj'aluna awladahum, ni ile kujifunga mahirizi. Mtu ni muumini anajihesabu, tunamhesabu kama binadamu, tunamuona kwamba yeye ni muumini, lakini haachi hirizi. Amefunga hirizi kwa mikono yake, amefunga hirizi kiunoni, kwa shingo ziko hirizi, kila mahali, kila nguo yake imeshonewa hirizi. Ameshona kwamba hii ni kinga yangu kwa ngoma langu mimi mwenyewe, kijicho. Wallahi la adhimu. Mtu anaswali ameweka hirizi, anafunga, labda mtu unaona kwamba anakuambia hizi ni dawa, hizi ni dawa. Kumwambia dawa nini? Hii ni kijicho, mtu halinipati, sijui mimi nimejiprotect. Wallahi hiyo ni shirki, ndugu zangu Waislamu. Hizo tamaim ni haram Muislamu kujifunga hizo mahirizi ndani kwa nyumba. Hana hizi tuziona mara nyingi, ukienda kwa duka la baadhi ya watu unapata makaratasi yaning'inia, au kuna maandishi ambayo kwamba mengine hayasomeki, au unampata mtu kwa nyumba yake katika pilo yake upande wake ameweka hizo mahirizi, kila kona na mahirizi, lakini huku yuasujudu, akisikia hayya ala swala kimbilia msikitini, lakini ana miungu zake ambayo kwamba amezitegemea. Ndugu Waislamu, fa aina tadhhabun, tuelekea wapi mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Tuelekea wapi na watu ambao wanavaa mahirizi, wanafunga mahirizi kwa viuno vya watoto, kwa mashingo? Wallahi ladhim, hili tuliona na lazima tulikataze, kwa sababu yeyote ambaye kwamba atakayeallaka tamaim fakad ashraka, yeyote ambaye kwamba atakayefunga zile mahirizi atakuwa ametoka ndani ya mila na atakuwa hajatawakkal kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Asema Rasul sallallahu alaihi wasallam, kauli Nabii sallallahu alaihi wasallam, man alaka tamima fakad ashraka, yoyote ambaye kwamba atakayejifunga na mahirizi atakuwa amefanya shirki.
nivute wale mkongo wateja. Anamwambia nendea mtu fulani, atakupa dawa. Hizo dawa sijui ziweke wapi, sijui nenda mtoto wangu yule ataka kuoleka, basi wacha niende kwa mtu fulani, at least amuangalie hali yake, angalie nyota yake. Ndugu Waislamu, haya ni mambo kwamba yamepita katika zama za ujahilia, ambapo Muislamu hafaa kujinasibisha. Mwanangu anataka kuoa kuoleka, anaenda kwa mtazamiaji, aniangalie kuna nusu yote katika ndoa hii ama kuna nini katika upande huu. Basi yeye anajua na kumekuja na hela, basi anakuomba pesa, anakuambia chukua dawa hii itakufaa. Ndugu Waislamu, hili ni hatari kubwa sana, na hili ambalo kwamba nalizungumzia nishawahi kuliona ama kulishuhudia. Kuna mmoja katika harusi ambao kwamba tulienda sehemu ambayo sihitaji. Baada ya kwenda katika harusi ama kumaliza shughuli za ndoa kila kitu, tulipokuwa tuarudi, bi harusi akasema, samahani, naomba samahani, nimesahau kitu ya muhimu sana. Tukamwambia umesahau nini? Akamwambia mniruhusu nirudi. Mume akamwambia kama huniambie ni nini warudi nyuma, sikuruhusu. Akamwambia nimeacha irizi ya mama alikuwa amenipa kulinda ndoa, sasa mimi nina wasiwasi katika ndoa hii, naomba unirudi. Wallahi alazim, angalia hali ambayo kwamba watu wamefikia. Wanapewa mairizi, wanapewa madawa, wanapewa nini, mambo ya ushirikina, matambiko kwa ajili ya kulinda ndoa zao. Anayelinda ni Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu, subhanahu wa ta'ala. Wakad yaqulu faqail in kana tamimat min ayati alquran fa hal yajuz. Aliulizwa moja katika wanazuoni, je, ikiwa tamimu ama hizo mairizi kuwa ni aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zafaa? Mairizi ikiwa ni katika aya, kuna baadhi mtu badala ya kusoma aya hizo kumfaa ameshona hizo aya ndani ya Qur'an, kama ni ayatu kuhusia maishona ndani ya nguo, au kulu a'udhu birabbil falaq, ama zile aya kwamba amepewa, badala ya kuwa anazisoma kama adhkari zake ajifunga nazo, akiingia chooni bado ziko ndani ya nguo, akiingia sehemu ya maasi yuko na hizo nguo. Hizo haifai ndugu zangu Waislamu. Tutawakkali kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuna jambo ambalo kwamba la pili inaitwa ar-ruqya. Wa-ruqya minha ma huwa shirk wa minha ma huwa mashru'. Na katika jambo lingine ambalo kwamba pia usababisha watu wengine kuingia katika ushirikina ama kutojua, kuna jambo la ruqya. Kuna ruqya shar'i na kuna ruqya ghairi shar'i. Kuna ruqya ya kisheria, kusomewa Qur'ani, maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa mgonjwa ama kwa yote ambaye kwamba kwa nia yake kwa ajili ya shifa. Hilo lafaa ikiwa atategemea Qur'ani na adhiya ama dua ambazo kwamba zimekuja katika maathura ambazo kwamba zimepokelewa kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hizo zafaa. Lakini kama kuna ruqya ya kuchinja mbuzi, kuchinja kondoo, kuchinja nini, wallahi ifai. Ndugu Waislamu, hii ni experience ambayo kwamba tunapitia. Nakumbuka siku moja lienda kumsomea pia mtu, akaniuliza, ustadhi, nina ombi moja, naomba nikuulize, hii dua utaisoma tu Mungu mtupu ama kuna mechanism ambayo kwamba utaweka Mungu mtupu, yani Mungu peke yake tu, hatutafanya lolote, hatutachinja wala kufanya tambiko lolote? Ameniambia mie kisomo changu cha ruqya mimi nasoma Qur'an peke yake na maneno ya Mtume. Akamwambia hilo litachelewa, Mungu mtupu tu itachelewa, kisi tuweke maarifa. Akamwambia subhanal malikul qudus, ulimwengu umefika kama kiasi hicho. Hao ni ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawaamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, hawaamini Qur'an ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin, tumeteremsha Qur'an iwe ni rahma na miponyo kwa waumini. Lakini mtu ayuko na doubt, je, Qur'an peke yake itafanya jambo hili liwe, mpaka awaite matambiko yake. Ndugu zangu Waislamu, kwa hiyo ndugu Waislamu, vile vile pia hiyo ni katika mambo ambayo kwamba yawatia watu, kwamba umeita mtu kwamba ustadhi kuja, mashehe kuja niombee dua, ameweka pale mambo mengi, sijui hizi ni madawa za sunna, hasa anawekea, najua akisema sunna ni kama inaenda mpaka kwa Mtume. Mtu akiwa kwamba hizi ni dawa za sunna, yani ni maana kama anasema kwamba hizi dawa
silsila yake inaenda mpaka kwa Rasulu sallallahu alaihi wasallam. Watu wengi wamdanganya Rasulu sallallahu alaihi wasallam, wameweka hapo sijui za kufanya nini, za kinga ya nini, za kinga ya nini, mambo mengi tu kwa ajili ya kutaka hela, na watu wamegonjeka, watu wanafurika katika madawa kama hizo ambapo kwamba bora ametajwa ni madawa ya sunna. Watu watafurika kwa ajili anajua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio alinivent hizo madawa, ndugu zangu Waislamu. Kwa hivyo inna ruka wa tamaim wa tawla shirki. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba hadizo kuweka mahirizi, alafu kuweka kuna madawa ambao hasa wakina mama hata wakina baba, anaenda kwa mshirikina anakwambia ukitaka kuchunga ndoa yako basi njoo tumtibu, chukua dawa hii umfanye, mweke ndani ya chakula, mpe mume wako, mpe mke wako, mfanye hivi katika wakati fulani, basi ukachukua hizo dawa ukazienda nazo kuzifanyia kazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba ataula hilo matambiko kama haya ni haramu. Na wengine ambao kwamba mama zetu, dada zetu wamechukua hizo madawa mpaka wamefanya waume zao ni chizi. Mtu ni chizi, alikuwa ni mtu ambaye kwamba ni active na familia, lakini anafika mpaka katika nyumba anaiangusha, anampa dawa kwamba haiwezi kulinda hata nafsi yake, kwani mume ajitambue yeye ni mume, lakini wakati ambao kwamba amepelekwa mshirikina hawezi kukumbuka mambo kama haya. Ndugu Waislamu, ulimwengu waenda hivyo. Kwa hivyo hizo yote Rasul sallallahu alaihi wasallam ametuambia. Ama mume pia vile vile pia, huyu mke wangu sitaka niache, nipe dawa kwamba itaweza kumfunga hapa kwa hapa, zote ni katika anwai shirki. Kwa hivyo ndugu Waislamu, wa bilisani al-arab, na ruqya ambayo kwamba ni ruqya shar'i imewekewa shurutu 3. Jambo la kwanza, kisoma cha ruqya kiwe ndani ya kiwe cha Qur'an, yani bimaana maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, iwe ni Qur'an na dua ambayo kwamba al-ma'thura an Rasul sallallahu alaihi wasallam, dua ambayo kwamba zimepokelewa sahihi kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sharti ya pili, ajue kwamba ruqya la tu'athir bi nafsiha, ruqya hayathiri yenyewe, haiponyeshi ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Vile vile pia ajue kwamba hii ni yale ambayo kwamba anayezungumza yawe ni maneno ya kueleweka. Hapo nitaweka taalika kidogo. Kunaweza kwamba mtu anakujia kwa boma wapi, utafuta matibabu, anatamkuwa na matatizo, anakimbia kote kote, anakwambia na kuandikia kombe, anaandika maandishi ambayo kwamba haifahamiki, na wino wa zarafarani sijui nini imeongeza, unywe mara 3, uoge mara 3, maneno ambayo kwamba haisomeki, yeye mwenyewe ndio yajua. Na hiyo ni uganga ambao kwamba hizi talasim ambao watu wanaziweka kwa nyumba, wanazifanya, wanaziabudu, wanakataa kutawakkal kwa Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia kwamba man ata arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yoyote atakayemwendea mtazamiaji mganga basi na akaswadikisha aliambiwa na mganga, atakuwa amekufuru yale ambayo kwamba yaliyoteremka kwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimaana amekufuru Qur'an yote na amekufuru maneno ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ndugu Waislamu, wakati hadhara Nabii sallallahu alaihi wasallam itiyani al-arafina wa dajjalin, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikemea sana watu kuendea katika mazindiko ama kwenda katika waganga na watazamiaji kwa ajili ya maisha yao. Anayemiliki maisha ni Allah, anayemiliki utajiri ni Allah, anayemiliki umaskini Allah. Kila kitu biyadillah subhanahu wa ta'ala, kila kitu. Tutawakkal kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Tawakkal kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ambaye yuko hai wala hafi. Wa idha sa'alaka ibadi anni, wa wajawangu wakiniuliza juu ya mimi, waambie mimi ni karibu, ujibu da'wa da'i da'an, nitaitikia maombi yao
maadamu watakuwa wananiomba. Ndugu zangu Waislamu, kwa hivyo ndugu Waislamu, hiyo ni ukumbusho, najikumbusha mie alkamalu lillah wahda, ukamilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wakumbushe ndugu zangu Waislamu, nikiwahusia kwamba turudi katika tauhid, turudi katika kumtegemea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ili tuweze kufaulu. Na yeyote ambaye kwamba atakayekufa na hajatoka ndani ya ushirikina, hajatubia, Allah subhanahu wa ta'ala hatamsamehe. Inna Allah, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hamsamehe mja ambaye kwamba atakayekufa chini ya ushirikina. Wangapi tumewazika wakiwa ni washirikina? Wangapi ambao kwamba tumewasimama kwa majeneza yao wanaonekana washirikina wa mchana? Mtu ana mizimu, ana majina, ana nini, vitu vya kutisha kwa maisha yake, lakini huku tuenda kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu hafai kuswaliwa hata kusimama kwa jeneza lake, na hawezi mtu kama huyu hata kutolea kupewa shahada, kuambia asema shahada. Asema shahada nini? Yeye ni mshirikina. Na mara nyingi washirikina ukiwaendea wakiwa wanaumwa, badala ya kutamka la ilaha illallah, wao wanalilia mizimu zao. Ni nani ambaye atachukua ucheu wangu wakati wa sakaratul maut? Awaita watoto wake, ambia hii dawa, hizi madawa, hizi ushirikina, haya majini, ni nani katika mwananga ambao kwamba atakayechukua? Ndugu Waislamu, tubu ila Allah tawbatan nasuha, tutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala tauba ya kweli, kwa sababu hatujui ni wakati gani tutaenda mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu Waislamu, turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na tumtegemee Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kila kitu, ili tuweze kufaulu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala hayyam wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillah.